Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Anauliza muulizaji, Allah mhifadhi, ni ipi hukumu ya kuongea na mchumba wako katika mwezi wa Ramadhani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kuna swali ambalo limetujia, muulizaji anauliza ni ipi hukumu ya mtu kuzungumza na mchumba wake mchana wa Ramadhani. Swali hili linapozungumzwa neno mchumba, katika swali hili ambalo limekuja likataja neno mchumba, neno mchumba linapozungumzwa inafahamika kwa Kiswahili ambacho kilichokuwa sanifu, Kiswahili ambacho kilichokuwa sahihi, kwamba mchumba ni yule ambaye tayari amekusha kuchumbiwa na watu washafika nyumbani kwao, wakakusanyika, wakaambizana mahari na wakafunga mlango na tayari wakatoa mahari. Anahesabika kwamba huyu mwanamke ni mchumba huyu mwanamume, kadhalika na huyu mwanamume ni mchumba wa huyu mwanamke. Kwa hiyo panasubiriwa ifike siku ya kuozeshwa huyu binti na huyu mwanamume, kuozeshwa binti na huyu binti kuozeshwa huyu mwanamume. Kwa hiyo hao ndio wachumba. Sasa je, inafaa kuzungumza naye katika mchana wa Ramadhani? Jambo hili sawa ikiwa katika mchana wa Ramadhani au nje mchana wa Ramadhani. Ikiwa kuna haja ambayo itakayopelekea kuzungumza kwa kadri ya haja, basi jambo hilo linafaa. Wanasema ahlul ilmi yajuzu lilkhatib al-ittisalu bimakhtubatihi fi nahar Ramadhan lilhaja. Inajuzu kwa yule mwanamume ambaye alikuwa ameposa kumposa yule binti ambaye ndo anaitwa makhtuba, ambaye alikuwa ameposwa, kuwasiliana naye kwa njia ya simu au kuzungumza naye katika mchana wa Ramadhani kwa kadri ya haja, katafahum, kama kuna jambo linatakana kwamba fahamiane, waelewane katika kuna baadhi ya masala na haja inaitia hivyo, au tartibi lizawaji, au kupangilizia mambo ya ndoa, bisharti al-ittizam biadabi al-islam, kwa sharti ya kulazimiana na adabu za Uislamu. Kwa maana kila mmoja katika hawa wawili ni lazima alazimiane na adabu za Kiislamu. Wa alla yatadhamman almukalama, na ipasije paka kusanya yale mazungumzo alghazla au khudhu'a bilqawl, pasije paka kusanya yale mazungumzo ambayo yakapelekea kwamba mmoja akaregeza sauti na ikawa sauti hiyo ikatia maradhi kwa mmoja. Liannaha la tazalu ajnabiyya, kwa sababu huyo mwanamke la tazalu ajnabiyata anhu, hajaacha kuwa ni ajnabia wake anhu kabla al-aqdi, kabla ya kile kifungo. Yajibu tajannubu al-kalam, kwa hiyo ni wajibu kujiepusha na maneno alladhi yuthiru ash-shahwa au yufsidu as-sawm. Ni wajibu kujiepusha na maneno ambayo yatatiribua shahwa au yatafisidi ile funga. Kwa hiyo Muislamu, ikiwa kuna haja kufanya hivyo wakati umeposa sehemu na ikawa kwamba haja inakuitia katika kuzungumza naye yule ulokusha kumposa, basi inafaa kuzungumza naye katika mazingira hayo, inafaa kuzungumza naye katika mazungumzo hayo. Na hapa nitapenda kusoma fatawa ya al-Allama Ibn Bazi alayhi rahmatun min Allah. Aliulizwa al-Allama Ibn Bazi alayhi rahmatun min Allah, hal yahuqqu an ukallima makhtubati au an atahaddatha ma'aha wa ma hiya nasihatukum likulli makhtubaini? Je, ni haki mimi kuzungumza na yule ambaye mposa wangu ambaye nilikwisha kumposa, na stahiki kumzungumzisha na kuzungumza naye, na zipi nasaha zenu kwa kila mmoja katika wale ambao waposaji wawili, kwa maana mwanamume ambaye alikwisha kumposa yule binti na mwanamke ambaye kwamba kashaposwa na yule binti. Al-Allama Ibn Bazi akajibu akasema, naam, la haraja fi tahadduthi ma al-makhtuba
hakuna ubaya katika mazungumzo kuzungumza na yule ambaye alikuwa ameposwa mwanamke min tariqi alhatif, katika njia ya simu, au min tariqi almubasharati inda wujudi mahrimiha, au katika njia ambayo papo kwa papo kwamba mwanamke yupo yule aliposwa na huyu mposaji yupo pale, lakini pamoja na kuwepo kwake yule mwanamke yupo baba yake yule mwanamke. Yani huyu mposaji mwanamme anazungumza na yule mwanamke, lakini mazungumzo anayasikia yule baba mtu, au kama hayupo baba mtu kaka mtu yupo anayasikia yale mazungumzo, au kama hayupo kaka mtu au akuwepo mwingine yote yule, au ghairihi. Ndio Sheikh Ibn Baz akasema, al-Allama Ibn Baz akasema au ghairihi, au pamoja na kuwepo mwingine yote katika watu wake wa karibu mwanamke, ala wajhi laysa fihi at-tuhma, katika njia ambayo hakuna tuhuma ndani yake, pakatuhumiwa jambo ambalo lilikuwa baya baina yao. Walaysa fihi khalwa, wala hakuna ndani yake katika hayo mazungumzo khalawa. Idha kana alhadithu fi maslahati zawaj, itakapokuwa kwamba mazungumzo ni katika kutengeneza ile ndoa, la basa fi dhalika, hakuna ubaya katika jambo hilo. Ama idha kana alhadithu, ama itakapokuwa mazungumzo, al-Allama Ibn Baz anasema kad yajurru ila munkar, anasema ama idha kana alhadithu kad yajurru ila munkari, ama itakapokuwa mazungumzo yanaitia katika munkar au ila fahishatin, au katika uchafu, maana yake anaitia katika uovu au katika uchafu, fala yajuz, basi haifai. Lakini idha kana fi maslahati zawaj, lakini itakapokuwa katika maslahi ya kuitengeneza ndoa, walaysa fihi khalwa, wala hakuna khalwa kwa maana kupatikana faragha baina mwanamume na mwanamke, basi hakuna ubaya katika jambo hilo. Bal min ba'idi bil hatif, bali ni kutokea umbali, manake kwa mbali, bil hatif, kwa simu, na katika hiyo simu katika kuzungumza naye kuna haja ambayo ndio ilipelekea wao wazungumze baina yao katika mazungumzo ya kutengeneza mustakbali wa ile ndoa yao, namna watakavyoiendea na namna ambavyo itakavyokuwa. Au bihudhuri abiha, au kwa kuwepo baba yake, ikiwa kwamba manake anazungumza naye akuwepo, manake anazungumza naye yuko naye akuwepo baba yake, au akhiha, au ndugu yake wa kiume au kakake, au ummiha, au mama yake, au nahwi dhalika, au mfano wa hao, fala haraja fi dhalika, hakuna ubaya katika jambo hilo. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali hakuna ubaya katika jambo hilo, ikiwa patachungwa sheria ya Uislamu na nidhamu ya Uislamu, basi hakuna ubaya kuzungumza kwa kadri ya haja ambayo ilikuwa imeitia. Wewe mwanamume ulioposa, hakuna ubaya kuzungumza na yule ambaye ulikuwa umemposa, sawa ikiwa mchana Ramadhani, sawa ikiwa nje ya Ramadhani, kwa kadri ya haja ambayo itakayotia. Pamoja na kadri ya haja hiyo kuchungwa adabu za Uislamu, kila mmoja isiwe sababu ya kumwathiri mwenzake, ya kumtia maradhi mwenzake. Ama jambo la kuambiwa kwamba mchumba, kwamba huyu mwanamume amempwenti mwanamke kwamba huyu ndo nitakuja kumuoa mimi, na huyu mwanamke naye akawa anatarajia kwamba mwanamume fulani atakuja kunioa, akesha ikawa baina yao kuna mazungumzo. Jambo hili ni jambo ambalo lilokuwa halifai na Uislamu umelikataza, na hizo ni katika min khutuwati shaitan, ni katika njia ambazo shetani allati hadharana Allahu minha, ambazo Allah ametutahadharisha nazo sisi. Allah pale ambapo alipokuwa amesema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, la tattabi'u khutuwati shaitan, msifuate hatua za shaitan. Wa man yattabi'u khutuwati shaitan, yoyote ambaye atakayefuata hatua za shaitan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, kwa hakika shetani huamrisha mambo ambayo kwa machafu na mambo ambayo kwa maovu. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Kwa maana Allah ametukataza sisi kufuata hatua za shetani. Huyu binti hajaposwa na huyu mwanamme hajamposa huyu binti, akesha anafanya ukaribu baina yao. Huyu ni shetani ambaye anawachezea. Kwa hiyo hii haiitwi kwamba ni uchumba ambao uchumba kisheria ya Kiislamu. Hebu ndugu yangu zingatia wewe,
uchumba wa Kiislamu, tizama adabu ambazo kwa zimewekwa za mazungumzo. Maana yake kama unataka kuzungumza naye ana kwa ana, lazima kuweko baba yake, lazima kuweko ndugu yake wa kiume au kaka yake, au akuwepo hata mama yake. Na wakati mnazungumza, yale mazungumzo yanasikilikana ni mazungumzo ambayo ya kawaida, si mazungumzo ya kupelekea watu kuingia katika uchafu. Seuze tena kwamba watu wa sampuli kama hii ambao hakuna hizo posa, akisha wao wanafungua milango hiyo, ina maana kwamba huyo ni shetani, watu wanapita katika hatua za shetani. Bali vile vile haitakikani kwa hawa wanaposa, hawa ambao walishakuposana wakaregeza sauti, ni jambo ambalo kwa limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fala takhdha'na bilqawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wanawake wanaambiwa kwamba msiregeze sauti zenu, kauli zenu, akaingia matumaini yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi. Wa qulna qawlan ma'rufa, nasemeni kauli ambazo zilizokuwa njema. Kwa maana wanawake wanatakana kwamba waseme kauli ambazo zilizokuwa njema. Sasa kuongea na mchumba, kwa maana uliokisha kumposa wewe mwanamme au huyu mwanamke ameshakuposwa, ikawa kwamba kuna haja ya kuzungumza, basi hakuna baya kwa kadri ya haja. Lakini pakiogopewa fitna inaweza kaja kupatikana, basi wewe mchumba kama unaye mama, zungumza na mama yako, mpe lile ambalo unakusudia kutaka kuzungumza na yule mchumba wako wa kike, azungumze na mama yako, au kama unaye dada azungumze naye, ikiwa manake kwamba jambo hili litapelekea fitna. Na huyu mwanamke na yeye kama manake ana jambo anataka kukuulizia wewe, kuzungumza na wewe, basi atampa baba yake au ndugu yake wa kiume au kaka yake, atazungumza na wewe ikiwa manake panaogopelewa fitna. Lakini asili ya jambo, ikiwa kwamba kuna haja ya kuzungumza, hakuna ubaya katika upande wa masala hayo. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ya Uislamu tunasema kwamba hakuna ubaya kwa kadri ya haja itakavyoitia katika jambo hilo. Lakini ikiwa panaogopewa fitna, basi ipitwe njia nyingine ambayo ya kuepusha hiyo fitna, na ili watu wapate kukaa katika nidhamu ya Uislamu, katika adabu ya Uislamu, na watu wajiepushe na masala ambayo yatakaoingiza katika fitna, yatakaoingiza katika hatua za shetani na katika vitimbi vya shetani na katika hiali za shetani. Watu wajiepushe nazo na wawe mbali na masala hayo, na hususa vijana ambao wao wanapointi kumpointi binti, na mabinti na wao wanapointi kwa pointi vijana kwamba huyu mimi ndo atakenioa na huyu naye ndo anasema ndiye nitakemuoa, na hali ya kuwa kwamba Uislamu haujaelekeza hivyo, kwamba wakaikana chumba ambao kwamba ulikuwa hueleweki katika nidhamu ya Uislamu. Hilo jambo ambalo hawakuwa as-salafu salih katika hali kama hiyo. Kwa hiyo ikiwa wewe ni binti, basi kinachotakikana ni kupita zile njia za Uislamu ambao ulikuwa sahihi, na watu kulielekea jambo katika sheria ambayo Uislamu ulikuwa umeelekea. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya iwe katika mizani ya mema yetu siku kukutana Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na atuwafikishe kuyafanya matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Usikose kufuatilia kipindi kinachofuata. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.